Jina naitwa Subra Musa, ni afisa uhusiano na mawasiliano BAKWATA wilaya Ilemela, pia ni katibu wa kata Nyamanoro na pia ni katibu wa msikiti wa Takwa hapa Nyamanoro. Tarehe 18 mwezi wa 3 2025 tulikuwa na kilele cha uzinduzi wa Badri Day katika viwanja vya Furahisha wilaya Ilemela. Lengo kubwa ilikuwa ni kuendelea kuhamasisha Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu kujua umuhimu wa ujenzi wa vituo vya afya. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kulifanya hilo jambo na kwa mafanikio makubwa. Waislamu wameitikia kwa wingi na wameweza kuchangia kadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyowawezesha. Kwa hili tunawashukuru Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu ambao wametuunga mkono katika jambo hili. Lakini kwa nini tunajenga vituo vya afya? Tunajenga vituo vya afya kwa sababu hili ni jambo nyeti, ni jambo kubwa sana katika jamii yoyote ile ambayo iliyopo nchini hapa Tanzania na nje ya nchi. Kwa sababu vituo vya afya ndio msingi wa maendeleo ya nchi, kwa sababu wananchi wanapokuwa afya zao haziko vizuri, hata uzalishaji unakuwa ni mdogo, kiasi kwamba uzalishaji wa nchi ukiwa ni mdogo, maana yake taifa hilo litaendelea kuwa maskini. Kwa hiyo tumejikita katika kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kujikita katika eneo la afya ili angalau kuwakomboa Tanzania katika eneo hilo, kwa sababu tumeona wazi jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiendelea katika kuboresha mambo mbalimbali, ikiwa pamoja na elimu, afya. Lakini sisi pia kama taasisi tumeona ni vizuri tuunge mkono jitihada za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo hili la afya. Katika hivi vituo 7 vya afya, kama vitakamilika kwa ukamilifu wake, maana yake ni kwamba tunakwenda kupunguza tena eneo la utegemezi wa ajira kwa watu, kwa sababu kwa vyovyote tutakuwa na manesi ambao watakuwa na idadi maalum pale, lakini pia tutakuwa na wafanya usafi, lakini pia tutakuwa na madaktari. Wote hawa maana yake ni watu watakuwa ni wanufaika wa mradi huu wa vituo vya afya, kwa sababu kila kituo kitakuwa na idadi maalum ya wafanyakazi. Kwa hiyo watu wale ambao walikuwa hawajapata ajira serikalini, maana yake watapata ajira katika sekta binafsi. Kwa upande wa uchumi, maana yake tutaboresha uchumi wa wafanyakazi, kwa maana ya kwamba wafanyakazi watapata mishahara, na wakipata mishahara tafsiri yake ni kwamba wana maeneo ambayo wanapoishi, maana yake ile pesa itakwenda kutumika katika matumizi ya kawaida. Kwa hiyo yatakapokwenda kutumika kwa matumizi ya kawaida, maana yake mpaka yule mtu wa chini anayeuza nyanya, dagaa na samaki na vitu vingine, maana yake fedha hiyo itamfikia. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kukuza sekta ya uchumi kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo bado tuna gepu kubwa la uhitaji. Kwa hiyo tunawaomba Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, wale wote wapenda maendeleo, tunawaomba waendelee kutuunga mkono kwenye jambo hili, kwa sababu ni kituo cha Ilemela tayari tumefikia hatua hii ambayo jengo la OPD tayari limekwisha kamilika, ambalo lina wagonjwa wa nje tayari limekamilika. Sasa hivi tunakwenda kwenye jengo la mama na mtoto. Nafikiri inaonekana hapa vizuri. Hili ni jengo la wilaya Ilemela, jengo la OPD ambalo tayari limefikia hatua hii. Hii yote ni michango ya Watanzania. Ni michango ya Watanzania ambayo wameitoa na sisi tukaisimamia kwa uadilifu mkubwa. Ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, tumefikia hatua hii. Kwanza ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna alivyotushika mkono, lakini pia ninamuomba Mheshimiwa Rais asikatishwe tamaa na watu wachache ambao wanakuwa ni mahasidi katika miradi mbalimbali. Aendelee kuwaunga mkono jamii zote, Wakristo, wasiokuwa Wakristo, Waislamu, wasiokuwa na dini. Kama wanaenda kwenye jambo la maendeleo, basi asikatishwe tamaa, aendelee kuwaunga mkono, kwa sababu lengo la hizi taasisi ni kuwakwamua Watanzania kutoka katika hali ngumu za kimaisha, lakini kuwakwamua Watanzania hawa kutoka kwenye hali ya maradhi na kuwapa afya njema.